Kwanza ni taarifa ya habari za dunia nami Robert Kipto. Mkuu wa majeshi nchini Madagascar amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limechukua uongozi wa taifa hilo baada ya Rais Andry Rajoelina kukimbia kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga utawala wake. Kanali Michael Randrianirina amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limevunja taasisi zote isipokuwa bunge ambalo awali lilitangaza kuwa limemuondoa Rajoelina madarakani kupitia kura ya kutokuwa na imani naye. Swaib Ibrahim na maelezo zaidi. Wabunge wa nchi hiyo walipiga kura kumuondoa madarakani Rais Rajoelina, huku wabunge 130 wakiunga mkono na mmoja kutopiga kura. Mahakama Kuu ya nchi hiyo sasa inatarajiwa kuidhinisha kura hiyo. Wabunge wamemshtumu Rais Rajoelina kwa kutelekeza nchi baada ya kukimbilia nchi za nje. Hapo jana rais huyo alitangaza kuwa ameondoka akidai kuwa maisha yake yamo hatarini baada ya kitengo cha jeshi cha Kapsata kuungana na waandamanaji, lakini jeshi limepuuza madai hayo. Awali Rais Rajoelina alisema kuwa amevunja bunge la nchi hiyo. Shirika la ndege la Ufaransa limesitisha safari zake zote nchini Madagascar hadi siku ya Ijumaa wiki hii. Na ripoti za hivi punde zinasema kuwa mahakama ya kikatiba nchini humo imemuidhinisha Kanali Michael Randrianirina kuwa kiongozi mpya wa taifa hilo. Aidha, mahakama hiyo ya kikatiba imetangaza nafasi za rais wa nchi hiyo na ile ya bunge la Senate kuwa wazi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesaini mkataba na kundi la waasi la M23, hatua muhimu katika juhudi za kumaliza mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Mkataba huo unatoa fursa ya kuundwa kwa jopo la pamoja litakalojumuisha wawakilishi kutoka pande zote kuchunguza utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha mapigano, mojawapo ya masharti ili kuruhusu mazungumzo kuhusu mkataba wa amani wa kudumu. Serikali ya DRC na M23 zilishindwa kuafikiana kuhusu mkataba huo wa amani mwezi Agosti mwaka huu. Mgombea wa upinzani katika uchaguzi wa urais nchini Cameroon, Issa Tirochima Bakari, amesema kuwa yeye ndiye mshindi wa uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili, lakini waziri wa usalama wa ndani Paul Atanga Nji amelaani hatua hiyo ya mgombea huyo wa upinzani kujitangaza kuwa mshindi kabla ya matokeo rasmi kutangazwa na tume ya uchaguzi. Asha Juma na maelezo zaidi. Chiroma Bakari amedai kuwa amemshinda rais wa sasa Paul Biya ambaye ameongoza taifa hilo kwa muda wa miaka 43 licha ya kwamba matokeo hayajatangazwa rasmi. Tume ya uchaguzi nchini humo ina muda wa wiki 2 kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi huo. Kwenye mtandao wake wa kijamii, Bakari amesema kuwa matokeo hayo yameonyesha wazi kuwa raia wa Cameroon wameikataa serikali ya sasa na badala yake wanataka mageuzi, na kwamba masharti ya wapiga kura ni lazima yaheshimiwe. Lakini maafisa wa tume ya uchaguzi wameonya mara kadhaa kuwa wale watakaochapisha matokeo ambayo hayajaidhinishwa rasmi watachukuliwa hatua kali za kisheria. Utambulisho wa miili minne iliyorejeshwa nchini Israel kutoka Gaza jana usiku umetolewa. Jeshi la nchi hiyo limesema familia ya Gas Ilius Bipin Joshi, raia wa Nepal, na mateka wengine wawili ambao majina yao yatatangazwa baadaye tayari wamearifiwa. Jeshi hilo la IDF limesema Guy Ilius alifariki kutokana na majeraha wakati alipokuwa kizuiliwa na Hamas baada ya kukosa matibabu. Na mazungumzo yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yanayodhamiria kupunguza uharibifu wa mazingira katika sekta ya usafiri wa meli yameanza jijini London nchini Uingereza. Akiongea wakati wa kikao cha ufunguzi, mjumbe maalum wa Marekani ametaja mapendekezo ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafu katika sekta ya usafiri wa meli kama ushuru wa dunia ambao utaongeza bei ya bidhaa. Amesema Marekani haitaunga mkono mkataba wowote wa kimataifa unaonuia kuifanya sekta hiyo kuwa yenye kutumia nishati safi. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesomwa na Robert Kipto. Nasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja na Radio Paidha nchini Uganda, Nyota FM na Mwanedu FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbc.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jina langu ni Hamida Abubakar na
mwenzangu ni Phyllis Mwate. Na karibu msikilizaji, tunaanzia nchini Madagascar. Sasa kufuatia kura ya kumvua madaraka rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina, kitengo cha kijeshi cha Capsat kinasema sasa kwamba kimechukua mamlaka. Sasa wabunge wa Madagascar walipiga kura ya kumvua rais Rajoelina kwa kura 130 ambazo zilikuwa ni za ndio. Wanachama wa chama cha Rajoelina ambacho ni IRMAR walikuwepo kwenye kura ya kuondolewa madarakani katika bunge la kitaifa, na hata walipiga kura nyingi dhidi yake na hivyo kuongeza shinikizo la kumtaka ajiuzulu. Na sasa moja kwa moja naungana na mwanahabari wetu aliye nchini humo, Sami Awami. Hujambo Sami, habari ya leo? Hebu tueleze, Madagascar imefikaje hapa ilipofika sasa? Kwa kweli imekuwa ni safari ndefu ya maandamano na kadhalika, lakini kwa hichi ambacho kimetokea leo hii imekuwa ni kama vile hatua ya jeshi kujaribu kujaza hilo ombwe la uongozi ambalo limekuwa kwa Madagascar tangu Jumamosi, hasa tuseme au mwisho wa wiki huu, ambapo ilisemekana kwamba rais hayupo nchini. Kwa hivyo leo baada ya jeshi kutangaza kuchukua, ni kama vile imeleta ahueni kidogo na kujibu swali, nani hasa anaongoza nchi? Kwa sababu baada ya rais kujulikana hayupo, palikuwa na maswali mengi. Lakini kufikia hapa ni mwendelezo huu wa maandamano ya vijana ambao mwanzoni walitaka maji tu na umeme, lakini baadaye wakasema actually tunataka zaidi ya maji na umeme. Pamekuwa na rushwa kubwa, viongozi hawatujali, wanajineemesha wenyewe, na sasa tunataka rais aondoke kabisa madarakani pamoja na vibaraka wake. Na je, ulivyosema ni nani amechukua madaraka, hali ikoje? Lakini vipi hali ikoje kwa sasa tunapozungumza? Kwa kweli ukienda katikati mwa mji kule kuna shangwe kubwa sana. Ni kama watu hasa vijana walikuwa wanasubiria jeshi lichukue, au angalau tu uwepo wa jeshi unawaambia kwamba ni rasmi sasa rais hayupo madarakani. Kwa sababu tumezungumza na watu wengi barabarani na wengi wana wasiwasi kuhusiana na jeshi kuchukua nchi. Hata wale ambao walisema ni sawa jeshi wachukue, walisema inabidi iwe angalau miaka 2 tu, lakini turudishiwe utawala wa kidemokrasia. Kwa hivyo kinachoendelea jioni hii ni shangwe tu, wanajeshi wanashangiliwa, wanapigiwa meduzi, vijana wanapiga honi za pikipiki. Ni kama vile sasa imethibitika yule ambaye wamekuwa wakimkataa kwa muda mrefu ameondolewa sasa, na sasa jeshi limechukua nchi. Na umesema kwamba raia wa Madagascar wengine wana hofu, wengine wanashangilia. Lakini je, Sami, nikuulize, Jumuiya ya Umoja wa Afrika imetoa tamko lolote kuhusu haya yanayotokea na jinsi mambo yanavyozidi kubadilika nchini Madagascar? Hatujapata bado rasmi kutoka umoja huo wa Afrika, lakini siku kama 2 hivi zilizopita walitoa tamko na walikuwa wanaelezea wasiwasi wao juu ya mambo yanavyokwenda hapa, na walitahadharisha kuhusiana na kuondoa utawala wa kidemokrasia kuingiza utawala mwingine. Lakini hii si mara ya kwanza kwa Madagascar kufika katika hatua hii. Mara ya mwisho ilikuwa 2009 tu, ambapo rais pia aliyekuwa madarakani Andry Rajoelina aliingia madarakani kupitia mapinduzi haya ya kijeshi, na wakati huo kwa kweli waliondolewa kwenye mashirika mbalimbali, kwenye umoja mbalimbali Afrika, sijui SADC na vingine. Kwa hivyo msukosuko huu kwao sio mpya, na kwa kweli wanatarajia kwamba inawezekana wakapitia tena aidha kuondolewa kwenye miungano mingine ya kikanda, lakini hata ya kimataifa pia. Na sasa ilivyo sasa, jeshi limechukua uongozi, ni rasmi. Lakini ni nini kitarajiwe hivi sasa, Sami? Sasa kutoka leo jioni kuanzia kesho tuanze kutarajia hali itakuwa vipi nchini Madagascar? Wengi wanatumaini kwamba amani itaendelea kutawala na jeshi, hata huyu kiongozi ambaye ametangazwa na mahakama kwamba ndio kiongozi. Saa 8 tu mchana nilikuwa naye ofisini kwake, tumezungumza, nikamuuliza mipango yao, akasisitiza kwamba wao wataendeleza usalama na amani. Hata kama hakuniambia kwamba alikuwa anatarajiwa kuchukua nchi, lakini wamesisitiza kwamba amani itaendelea kutawala. Lakini kingine ambacho wamesisitiza ni kwamba wangependa kurudisha nchi katika mikono ya demokrasia haraka iwezekanavyo. Sasa huo ni mchakato ambao sio wa siku moja au wiki moja. Mara ya mwisho 2009 ulichukua miaka 5. Hawajui kwa safari hii itachukua muda gani, lakini angalau miaka 2-3
inawezekana ikachukua muda huo, halafu sasa ndio utawala wa demokrasia urudi. Na Sami, tukimalizia tu, umesema kwamba umeweza kukaa naye na mkazungumza kwa undani. Je, yale madai ya Rais Rajoelina kwamba jeshi lilikuwa linataka kumdhuru, amezungumzia hayo? Nilipomuuliza hilo swali, kwanza alicheka alafu akaangalia pembeni akapunga mkono kama vile kusema huo ni upuuzi. Akasema jeshi limeundwa, linafundishwa kulinda nchi, kumlinda rais. Halijawahi kupanga hata kudhuru nywele yake moja. Ndio kitu alichoniambia. Kwa hivyo atasema rais kwa kwanza alisema hata hii hotuba yake kwao ni kama vile haikufanyika. Wanasema rais anafanyaje hotuba nje ya nchi? Kwa hivyo amepuuza si tu hayo madai ya kwamba jeshi litaka kumdhuru, lakini kumpuuza kabisa yeye na hotuba ambayo walisema ameifanyia nje ya nchi, na kwao ni kama vile hajasema chochote kile. Shukran sana Sami Awami. Basi utazidi kutujuza matukio jinsi yatakavyokuwa yakitokea. Msikilizaji, huyo ni mwanahabari wetu Sami Awami ambaye yuko nchini Madagascar akitueleza hali ilivyo, hasa hali ya kisiasa nchini humo. Naam, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo serikali na waasi wa M23 wametia saini makubaliano yanayoonekana kuwa hatua muhimu ya kukomesha mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano hayo yananuia kuanzisha bodi inayojumuisha wawakilishi kutoka pande zote mbili ili kufuatilia usitishaji mapigano. DRC na waasi wa M23 hawakutimiza makataa ya kukamilisha makubaliano ya amani mwezi Agosti. Waasi wa M23 waliteka eneo kubwa mashariki mwa Kongo mapema mwaka huu, na Mpisha Chube Ngorombi hatuarifu zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitia saini makubaliano ya kuanzisha utaratibu wa kusitisha mapigano, uhakiki uliowezeshwa na Qatar. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilisema katika taarifa yake. Mpango huo unafuatia makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo pande zote mbili zililenga Doha mnamo Julai. Zililenga mwisho wa mapigano ambayo yameharibu mashariki mwa DRC. Utaratibu huo utasimamia utekelezaji wa mpango wa kudumu, kuchunguza na kuthibitisha ukiukwaji ulioripotiwa na kuwasiliana na vyama husika kuzuia kuanza tena kwa uhasama. Doha ilisema Qatar, Amerika, Jumuiya ya Afrika watashiriki katika utaratibu huu kama waangalizi. Iliongezea Qatar ikielezea hatua hiyo kama hatua muhimu ya kujenga ujasiri na kusonga mbele kuelekea makubaliano ya amani. Mpango huo wa amani wa Julai ulifuatia makubaliano ya mapema tofauti ya amani kati ya serikali ya Kongo na Rwanda zilizosainiwa huko Washington. Haya yanajiri wakati waasi wanaohusishwa na kikundi cha Islamic State ADF waua watu wasiopungua 20 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa eneo hilo wamethibitisha hayo hapo jana. Mkoa wa Kivu Kaskazini unaopakana na Rwanda na rasilimali nyingi umepata vurugu kubwa kwa zaidi ya miongo mitatu, mara nyingi mikononi mwa vikundi vya waasi wenye silaha. Vikosi vya ADF, waasi wa zamani wa Uganda ambao waliahidi utii kwa kikundi cha Islamic, walivamia kijiji cha Mukondo katika eneo la Lubero, waliwachinja watu wasiokuwa na hatia. Gelase Taitupa kutoka shirika la kiraia eneo lililoshambuliwa ameongeza hayo na kusema kwamba nyumba na maduka zilichomwa moto. Kulikuwa na uhamiaji mkubwa wa watu wa eneo hilo. Alisema raia zaidi ya 16 na askari mmoja wa Kongo wamewatambua katikati ya waasiriwa hadi sasa, na watu kadhaa wametekwa nyara na washambuliaji licha ya malalamiko yaliyokuwa yameonywa juu ya hatari ya kushambuliwa katika eneo hilo kulingana na maonyo, lakini hayakuzingatiwa. Na hii ndiyo matokeo ambayo ni mazito sana, alilia Gelase Taitupa. Tumepoteza watu, wameuawa, na hao ni jambo linatupatia huzuni na woga, na imesababisha watu waweze kuhama maeneo ambapo wanakumbwa na matatizo mengi zaidi sana njaa. Kwa Umoja wa Mataifa wanaweka mbinu mingi kwa kukinga hata manyama kwenye mbuga za wanyama. Hizo mbinu waweze kuziweka hata kwa kukinga watu, kwani tunajiuliza nyama zina thamani mingi kuliko watu ambao wanaendelea kuuawa. Wakikabiliwa na janga hilo jipya, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilitangaza kwamba walikuwa wamezindua operesheni ya pamoja na jeshi la Uganda UPDF ili kupata eneo hilo na kufuata
kufuatilia washambuliaji. Waleki Uwewa, msimamizi wa eneo la Lubero, alithibitisha shambulio hilo na huko akitoa tathmini ya kwanza. Magaidi wa ADF wamewaua tena watu katika eneo la Lubero. Katika kijiji cha Mukondo, watu 19 wameuawa. Waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini. Kijijini Buyinga pia nyumba kadhaa zilichoma moto. Kwa sasa kuna operesheni ya kijeshi inayoendeshwa na FRDC na UPDF. ADF inawajibika kwa mashambulio kadhaa dhidi ya raia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Licha ya shughuli za kijeshi zinazoendelea, kikundi hicho kinaendelea kushambulia vijiji mashariki mwa DRC. Mashambulio ya ADF yameongezeka hivi karibuni katika maeneo ya Lubero na Beni. Septemba iliyopita, karibu raia 100 waliuliwa katika shambulio mbili tofauti maeneo haya. Katika Ntoyo, kilomita 7 kutoka Mangurejipa, raia zaidi ya 70 waliuawa usiku mmoja. Kwa kuongezea, karibu utekaji nyara 100 pia ulikuwa umeripotiwa. Watetezi wa haki za binadamu Silive Kune, mmoja wao mkoani Kivu Kaskazini, ameelezea malalamiko yake. Hata mauaji haiishe, tunataka amani, bafanye yao yote tupate na si amani. Tunachoka watu ya Umoja wa Mataifa, tunakosa wanatuachilia. Kwa nini? Tulifanya nini sisi Wakongomani? Kila siku mauaji, kila siku mauaji. Tunakosa government haiwezi fanya yote iwezekanayo hii mauaji iishe. Haya yakiripotiwa wilayani Lubero, wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, mapigano makali yameshuhudiwa pia tangu jana hadi sasa kati ya M23 na wazalendo ambao wamesababisha raia kuyahama makazi yao licha ya jitihada za kutafuta amani nchini Kongo zinazoendelea. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukisonga mbele ni kwamba shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema kwamba zoezi la kuopoa miili ya mateka wote wa Israel waliofariki ni changamoto kubwa sana kutokana na vifusi huko Gaza. Sasa ICRC imesema kwamba kuna uwezekano baadhi ya miili siweze kupatikana. Jeshi la Israel nalo limedhibitisha kutambua miili 4 iliyokabidhiwa na Hamas siku ya Jumatatu. Zaidi na Matasaranga. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP linakadiria kuwa takribani tani milioni 55 za kifusi zinapaswa kuondolewa, huku zaidi ya 80% ya majengo yote katika ukanda wa Gaza yakiwa yameharibiwa au kuteketea kabisa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema anaamini kuwa msaada wa kifedha kwa ajili ya ujenzi mpya wa Gaza utatolewa kwa haraka. Wakati huo huo, familia za wafungwa na mateka wa Kipalestina walipatwa na mshtuko walipoona hali za wapendwa wao waliorejea kutoka magereza ya Israel. Wafungwa waliposhuka kutoka kwenye basi huko Ramallah walionekana wamedhoofika sana na wakiwa wamepauka, huku baadhi yao wakishindwa kutembea. Wanaume kadhaa walibebwa au kushikiliwa na wanandugu. Christian Cardon ni msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu. Kuna kila viashiria kwamba hii itachukua muda mrefu zaidi kufuatia ugumu wa kupata mabaki ya binadamu, hususan Gaza. Mabaki hayo chini ya vifusi, hasa kwa kuzingatia mazingira magumu yaliyoshuhudiwa hivi karibuni katika jiji la Gaza na kusini mwa Gaza. Katikati mwa Gaza, hizi ni taarifa ambazo kwa hakika bado hatunazo. Tayari ushahidi umeanza kuibuka kuhusu unyanyasaji mkubwa katika magereza ya Israel, ikiwa ni pamoja na mateso, kunyimwa chakula na kupokea vipigo. Hata hivyo, BBC haijafanikiwa kuthibitisha madai haya. Lakini mahakama kuu ya Israel ilisema mwezi uliopita kuwa wafungwa wa Kipalestina hawakuwa wakipewa chakula cha kutosha. BBC pia imeripoti awali kuhusu Wapalestina kuteswa wakiwa kizuizini Israel. BBC imewasiliana na idara ya magereza ya Israel IPS kutaka kusikia maoni yao. Serikali ya Israel hapo awali ilikanusha tuhuma za unyanyasaji na kutesa wafungwa, ikisisitiza kuwa inazingatia kikamilifu viwango vya sheria za kimataifa. Baadhi ya madai tuliyoyasikia ni kuhusu ongezeko la unyanyasaji siku chache kabla ya wafungwa hao kuachiliwa. Zoezi la kubadilishana mateka na wafungwa siku ya jana ilihusisha takriban wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa wamehukumiwa kwa makosa, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya Waisrael, na wengine wapatao 1700 kutoka Gaza waliokuwa wakizuiliwa na Israel bila kufunguliwa mashtaka. Yehene, aliyefahamika kwa jina moja tu, alieleza hisia zake wakati wa kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. But they come back different people. Wanarejea wakiwa tofauti, familia zao zimebadilika, nchi pia imebadilika. Zaidi ya hapo, idadi kubwa ya mateka, familia zimelazimika kuyahama makazi yao.
na zaidi ya yote hali ya ustawi wao kimaisha na kuwasaidia kurejea katika hali zao. Na kingine, kuna majengo mengi na kazi kubwa inahitajika ya kufanya ukarabati. Nje ya ukumbi wa mikutano huko Ramallah ambako familia nyingi zilijumuika kuwapokea wapendwa wao, Aya Shreitan mwenye umri wa miaka 26 alisema, na hapa namnukuu, haki zao zilikiukwa kwa namna mbaya sana. Wafungwa wengi katika kipindi cha mwaka uliopita walikumbwa na njaa na magonjwa. Aliongeza kuwa miili yao ni dhaifu kutokana na njaa. Na tukisalia na taarifa za Mashariki ya Kati, afisa wa ulinzi huko Gaza amesema takriban watu 7 wameuawa na wanajeshi wa Israel katika matukio mawili tofauti. Aidha, IDF imesema wanajeshi walifyatua risasi baada ya washukiwa kukaribia eneo linalolindwa na kukataa wito kuondoka. Hili limefanyika siku moja tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutia saini awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani. Nastia Mohamed anaangazia mengi. استهداف نقطة مياه استهداف نقطة مياه استهداف نقطة مياه في المخيم الجديد. Siku moja tu baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Gaza, leo Wapalestina 7 wameuawa katika maeneo mawili tofauti na wanajeshi wa Israel. Matukio haya yamefanyika katika mashariki mwa Gaza na mashariki mwa Khan Yunis. Taarifa hiyo inanukuliwa na chanzo cha matibabu kikisema kwamba watu 5 waliuawa wakati ndege zisizo na rubani za Israel zilipowafyatulia risasi wakazi waliokuwa wakikagua nyumba zao. Jeshi la Israel linasema kuwa lilifyatua risasi baada ya watu kuvuka sehemu ambayo hawakuruhusiwa kupita. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanasema changamoto za kuleta vifaa Gaza na kuanza ujenzi ni kubwa, huku silaha ambazo ziko ardhini zikitatiza shughuli hiyo. Shirika la Msalaba Mwekundu pia limeomba kuongezwa kwa misaada mara moja huko Gaza, likisema kuwa vituo vyote vya kuvuka havijafunguliwa bado. Mashirika ya misaada yanaelezea uharibifu huko Gaza kwa mbaya sana, huku maji, umeme na mifumo ya afya ikiporomoka. Wamewapoteza wazazi wao, wameachwa mayatima, wamewapoteza wapendwa wao, pia wamepoteza makazi yao, shule, wameuawa na kupata majeraha mabaya. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana. Tess Ingram kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia watoto UNICEF anaelezea mahitaji ya watu wa Gaza katika kuanza maisha mapya tena baada ya vita vya karibu miaka 2. Kila mtu ametuambia kitu cha dharura ambacho wanahitaji ni maji. Watu wanaomba maji kwa sababu mifumo ya kutoa maji yote imeharibika, na ndio lengo letu kuu kwa sasa, kuleta maji pamoja na dawa, chakula, kwa sababu msimu wa baridi umekaribia. Licha ya changamoto hizo, Ingram anasema kuna matumaini miongoni mwa familia za Gaza, akisema kwamba watu wengi wanaomboleza, lakini wana matumaini kwamba kutakuwa na utulivu. Tuna matumaini kwamba suala hili la usitishaji wa vita litaendelea, ndio usaidizi zaidi uingie, na ni swala ambalo watoto wa Gaza wanaomba na wamekuwa wakisubiria kwa muda mrefu sasa, na bado hatuoni hilo kwa sasa, na tunasubiria hilo kutokea kwa siku zijazo. Na kile kinachotakiwa hayo yote kufanyika, lazima vivuko vyote kufunguliwa ili misaada zaidi iingie katika ukanda wa Gaza, na tuko tayari. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP ambalo kwa sasa linatathmini mahitaji ya ujenzi huko Gaza linasema zaidi ya 80% ya majengo yote katika eneo hilo yameharibiwa vibaya sana. Katika mji wa Gaza uharibifu ni 92%. Msemaji wa UNDP mjini Geneva anaelezea uharibifu huo kuwa mbaya zaidi. Makadirio ya gharama ya ujenzi upya yaliyofanywa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Benki Kuu ya Dunia yanapendekeza angalau dola bilioni 70 ili Gaza iwe sehemu inayoweza kuwa makazi tena. Wakati huo ripoti za wapiganaji wa kundi la Hamas waliojifunika nyuso zao wakiwaua Wapalestina 8 hadharani zimezua hofu na hasira miongoni mwa wakazi wa Gaza, eneo ambalo tayari limechoshwa na miaka 2 ya vita. Mauaji hayo ambayo Hamas inasema yalilenga wahalifu wa washirika wa Israel yanakuja siku chache baada ya mapigano makali kati ya wapiganaji wa Hamas na wanachama wa kundi lenye nguvu la Dugumush katika mji wa Gaza na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50 ikiwa ni pamoja na wanachama 12 wa Hamas. Na